Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Umoja wa Ulaya umetazama jinsi Urusi ilivyokuwa na jeshi kubwa, ikisema kwamba haya yote yanatokana na Urusi kuwa na bajeti kubwa ya kijeshi, na imetaka bajeti ya jeshi la Urusi idhibitiwe. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema bajeti ya kijeshi ya Urusi inapaswa kudhibitiwa ili kuhakikisha mzozo unaoendelea nchini Ukraine unamalizika. Hata hivyo, bajeti hiyo ya Urusi kwa mujibu wa Kaja Kallas itasababisha Urusi kuwa na nguvu kubwa kuliko hata mataifa ya Ulaya, na hivyo ikiwa Urusi haitadhibitiwa katika bajeti yake, ni wazi ikimaliza Ukraine itayarejea mataifa ya Ulaya, jambo ambalo rais wa Urusi Vladimir Putin amesema ni taarifa potofu. Kallas amesema hayo mbele ya waandishi wa habari mjini Brussels na kuongeza kuwa makubaliano yoyote ya amani yanahitaji kuihusisha pia Urusi. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amehutubia mbele ya bunge mjini Berlin kuhusu mzozo huo. Ameeleza kwamba makubaliano ya amani ya Ukraine hayawezi kutiwa saini bila idhini ya Ukraine na Ulaya. Uamuzi kuhusu Ulaya utafanywa na Ulaya. Amesema juhudi za Marekani kutatua mzozo huo zinakaribishwa, lakini uamuzi kuhusu masuala ya Ulaya yanaweza kufanywa na makubaliano na watu wa Ulaya pekee, jambo ambalo pia Urusi imelikataa, kusema kwamba Umoja wa Ulaya wala NATO hawatakiwi kuhusika kabisa katika kukubaliana juu ya kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine. Kauli za Kaja Kallas na Merz zimetolewa wakati Marekani ikitarajiwa kufanya majadiliano na Urusi hivi karibuni na kuhusu mpango wa kumaliza vita vya Ukraine wenye vipengele 28 uliowasilishwa na Rais Donald Trump. Hata hivyo, Urusi ambayo inatajwa kuwa ni moja kati ya nchi yenye jeshi kubwa ulimwenguni, sasa inakabiliwa na hatari kubwa kutokana na namna ilivyoanzisha operesheni yake ya kijeshi huko nchini Ukraine. Katika taarifa, Kaja Kallas alisema kwa miongo kadhaa Urusi ilikuwa ikisababisha hatari katika mataifa ya Ulaya, na hata katika uvamizi wake nchini Ukraine umejenga mazingira hatari zaidi ya usalama katika mataifa ya Ulaya, na amesema kwa sasa wanakabiliwa na usumbufu wa drone na hujuma katika ardhi za mataifa yao kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Kallas pia amesema ni jukumu la umoja huo wa Ulaya kuwalinda raia wao dhidi ya kile kinachofanywa na Urusi dhidi ya Ukraine. Ukiukwaji wa anga wa NATO, mashambulizi ya drone na mambo mengine ya Ukraine, vita vyake ilivyovieneza huko nchini Ukraine vinaleta hatari kubwa kwa mataifa ya magharibi. Urusi imekiuka anga katika NATO na mataifa ya Ulaya. Mashambulizi ya drone na mambo ya makombora ya masafa marefu ambayo Urusi huyarusha ni mambo mengine ambayo yataingiza Ulaya katika machafuko zaidi, anasema Kaja Kallas. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.